Katika historia ya viongozi wa ulimwengu, ni wachache walioweza kutengeneza taswira ya kipekee na yenye utata kama aliyekuwa kiongozi wa Libya, Muammar Gaddafi. Moja ya alama kubwa zilizoshangaza ulimwengu na kuacha maswali mengi ilikuwa ni kikosi chake cha ulinzi wa karibu kilichoundwa na wanawake pekee, maarufu kama Amazonian Guard. Kwa mujibu wa historia, kikosi hiki kilianzishwa mapema miaka ya 1980 na kilijulikana rasmi kama Revolutionary Nuns, watawa wa mapinduzi. Jina hili lilitokana na kiapo walicholazimika kutoa cha kutofanya ngono ama kujihusisha na mahusiano na kujitolea maisha yao yote kumlinda Muammar Gaddafi. Waliopata nafasi ya kujiunga na kikosi hiki walipitia mafunzo makali katika chuo cha kijeshi cha wanawake. Mafunzo haya yalihusisha matumizi ya silaha nzito na nyepesi, mbinu za mapambano ya ana kwa ana, yani martial arts, na mbinu za ulinzi wa karibu, close protection tactics. Na walikuwa ni watu wa rangi tofauti tofauti, yani weupe ama weusi. Gaddafi alitumia uwepo wa walinzi hawa kama chombo cha propaganda duniani kote. Historia inasema alidai kuwa uwepo wao ni ushahidi wa ukombozi wa mwanamke katika nchi za Kiarabu na Afrika, akionyesha kuwa mwanamke anaweza kufanya kazi yoyote ambayo mwanaume anaweza. Hata hivyo, wachambuzi wa mambo ya kisiasa walikuwa na mitazamo tofauti, ikiwemo waliamini kuwa Gaddafi alijua washambuliaji ambao mara nyingi ni wanaume wenye misingi ya kiafidhina wangesita kuwapiga risasi wanawake. Lakini pia walinzi hawa wakiwa wamevalia sare za kijeshi zilizoshonwa vizuri, wakipaka makeup na kuvaa viatu vya kisasa, waliongeza mvuto wa kipekee katika ziara za kimataifa za Gaddafi, jambo lililomfanya awe gumzo kila alipokwenda. Licha ya muonekano wao wa kuvutia, walinzi hawa walikuwa tayari kwa lolote. Itakumbukwa kuwa mwaka 1998 mmoja wa walinzi hawa alipoteza maisha na wengine kadhaa kujeruhiwa wakati wakikinga mwili wa Gaddafi dhidi ya shambulio la risasi huko nchini Libya. Hii ilithibitisha kuwa hawakuwa tu pamo jukwaani. Hata hivyo, baada ya anguko la utawala wa Gaddafi mwaka 2011, upande wa pili wa sarafu ulianza kuonekana. Baadhi ya waliokuwa walinzi hao walijitokeza na kutoa ushuhuda wa kushtua kuhusu unyanyasaji wa kijinsia, ambapo ulikuwa ni tuhuma kubwa za kubakwa na kudhalilishwa na viongozi wa juu wa serikali, lakini pia maisha ya kuishi chini ya uangalizi mkali, kutengwa na familia zao na kulazimishwa kufanya mambo kinyume na matakwa yao. Leo hii Amazonian Guard inabaki kuwa alama ya uongozi wa kipekee wa Muammar Gaddafi, mchanganyiko wa ujasiri, propaganda za kisiasa, siri nzito za utawala na urembo, na ni kikosi kilichosifiwa sana kama mwanga wa ukombozi wa mwanamke. Mimi ni Regina Baltazari.